Ukiwa na Mercury in Aries ama ukisikia katika hizi transits kuwa Mercury imeingia in Aries ama in Taurus kwenda hivyo mpaka nyumba ya 12, hii ndio mafanikio ambayo huwa inaleta. So naenda kuongelelea kuanzia nyumba ya kwanza hadi nyumba ya 12. So Mercury in Aries huwa inaleta mafanikio katika nini? Unakuwa na ujasiri katika maongezi. Wakati huo unapata kama ni mtu ambaye ulikuwa na shida na self esteem, kujiongelelea ni ngumu, unapata wakati huo unaweza kujinenea, kujipigania, kujisemea katika maongezi. Unaweza kuanzisha yani mwanzo mpya katika maongezi yako. Kama ulikuwa ni mtu ambaye watu wanakuona hawezi kujisemea, wakati huu unapata unakuwa very confident katika maongezi yako. Hata unapo bargain, unapofanya vitu, unapata hela inaingia kwa urahisi sana. Na ukisikia transits za Mercury imeingia kwa Taurus, hii inaleta ideas nyingi sana za kuweza kuingiza hela. Unaweza pata mtu anaanza projects nyingi kwa sababu ideas zipo mbalimbali. Unaweza kujua ni wapi unaweza kuwekeza ukapata hela, na pia kujua ni kazi gani au njia gani ukifuata kibiashara inaleta manufaa. Na ukisikia Mercury imeingia in Gemini, hii inaleta uwezo mkubwa wa kuingiza hela kupitia maneno. Unapata wakati huo maneno yako yanaweza kufungua milango, ama wakati huo pia ukiwa vibaya maneno yako yanaweza kufunga milango yako ya kazi. Ila Mercury ikiwa in Gemini huwa ipo nyumbani. So unapata hao ni watu ambao wako na good negotiating skills, watu ambao kupitia public speaking, kunena, kuongea, njia za fedha zinaingia. Unapata anaweza kujiunganisha na vikundi vya watu, kunetwork, kufanya marketing, sales. Hii ndio wakati mzuri sana kutumia nguvu za kinywa chako kuweza kuingiza hela. So kupitia pale unapata mtu anajifundisha vitu vipya, hata masomo. Unapoingia kujifundisha mawili matatu unapata ideas kutoka pale. Na Mercury inapoingia in Cancer, ama ukisikia Mercury ipo in Cancer, inaleta uponyaji katika familia au ndani mwako, haswa kupitia maneno. Hii ndio wakati mzuri unapata watu wanajiachilia, ulisema hivi, ilikuwa hivi, ndio maana ukanifanyia hivi. Pia inaleta uwepo wa kutengeneza unapokaa, au unapata watu wengine wanahama ili kupata utulivu wa ndani. Mahali popote kama umekuwa ni mahali kuna vita sijui ABCD, unatoka pale. Pia inaleta amani ndani mwako. Unapata kujua okay, nimeongea ama nikifunguka ama nikisema hii, napata kujifungua na kupata utulivu ndani. Kwa nyumba ya 5, ama ukisikia Mercury iko in Leo, hii inaleta ideas za kuweza kubuni vitu, kuweza kujiexpress ama kujiongelelea mbele za watu. Hapo ndo unasikia public speakers, watu wanaweza kufanya acting, drama, ama mtu anaweza kubuni chochote kile. Wao watu unapata wanafocus sana na project zao, mahusiano na watoto, mahusiano yako, romance, vitu kama hivyo, mambo yanakuwa sawa kupitia maneno. Ikiwa kwa nyumba ya 6 ama in Virgo, ukisikia Mercury imeingia in Virgo, inakuwa ni wakati mzuri wa kuboresha afya yako, ufanisi katika kazi zako, na ni wakati mzuri sana wa kuongeza ufanisi katika kazi na kutatua matatizo yako kupitia matendo, na pia ni wakati mzuri wa kuboresha tabia zako kikazi, hasa kama unafanya kazi na watu. And then ukisikia Mercury iko in Libra, ama ukiwa na Mercury in Libra, ni wakati mzuri wa kutatua vita au matatizo kwenye mahusiano au watu ambao unafanya kazi nao kazini, na pia ni wakati mzuri wa kusaini contract yoyote, agreement yoyote, ama maelewano au maagano yoyote na watu ambao unafanya kazi nao. Na ukisikia Mercury imeingia in Scorpio, ni wakati wa maongezi kuhusu vitu unavyoshare na watu, maybe financial, mambo na fedha, watu haswa katika biashara, na pia ni wakati mzuri wa kutumia maneno yako kuponya hisia zako za ndani ulizozifunga. Na ukisikia Mercury imeingia in Sagittarius, hii ni wakati mzuri wa kusafiri, kujifundisha mambo, kujiunganisha na mila, tradition mbalimbali, haswa katika masuala ya rohoni, na pia ni wakati mzuri wa kubadilisha mtazamo wako vile unavyoona dunia, au unaanza kuona dunia kwa mtazamo mwingine, a new beginning kwa jinsi unavyoona dunia. Na ukisikia Mercury ipo in Capricorn, hii ni wakati mzuri wa kuwasilisha au kupresent vyovyote vile unavyotaka kuakilisha kwa umma, haswa kikazi. Tena ni muda mzuri wa kuenda na kutafuta kazi au kufanya interview au kujipanga haswa katika masuala ya kazi. Wakati huu unaweza pata kujulikana, unaweza pata pia kupata mafanikio haswa kikazi, ama unaweza kupandishwa cheo wakati huu. Itadepend pia kazi yako umekuwa unafanya vipi. Na ukisikia Mercury iko in Aquarius, ama ukiwa na Mercury in Aquarius, ni wakati mzuri wa kujiunganisha na kufanya kazi na watu na kushare ideas zako na jamii, vikundi, marafiki, na kupanga malengo yako ya muda mrefu. Watu ambao wako na Mercury in Aquarius huwa wakijiunganisha na watu, unapata mambo yao yanapenywa haswa kupitia maneno. And then Mercury ikiwa in Pisces, ama ukisikia Mercury imeingia in Pisces, ni wakati wa kujichunguza ni nini umebeba kwenye anga yako ambayo inadidimisha nguvu yako. Na pia ni muda mzuri sana unaweza kupata watu wanapata ndoto zinazoeleweka, unaweza kupenya aswa katika masuala ya rohoni. Ukijiunganisha katika spiritual practices, ni wakati mzuri sana, meditation, ama kufanya kazi sirini ama behind the scene kuliko kukimbilia vitu. Pia ni wakati mzuri wa kuachilia vitu vya kale ili upate kusonga mbele. Na
Ikiwa unasikia kuna hizi transits ambazo unasikia Mercury imeingia kwa nyumba ya sita, tuseme kwa mfano in Virgo. Hizi ndio transits ambazo Mercury huwa inaleta nini? Inaleta pressure sana kikazi. Unapata kuna pressure kikazi, mipangilio yako ya kila siku ama afya yako inahitajika attention sana, unakuwa uko busy sana, hata kupata muda wako inakuwa ni ngumu. Na ukisikia Mercury iko kwa nyumba ya 8, huwa inaleta pressure sana katika masuala ya maongezi ya ndani. Maana mtu kufunguka hapo unapataga watu wanatatizana, wengine sijui wanafanyaje, haswa kuhusu madeni, vitu unavyoshare na watu, haswa kifedha ama taxes. Na ukisikia kwa nyumba ya 12, hapa ni wakati ambapo mtu anataka utulivu, unyamavu, mapumziko. Unapata watu wanahangaika sana katika masuala ya kiroho. So ukisikia Mercury na transit Virgo, Scorpio ama Pisces, hiyo inakuanga ni transit ambazo zinaleta changamoto sana. Na ikiwa imejiunganisha na hizi sayari, huwa inaleta mafanikio makubwa sana. So ukisikia Mercury ina sextile ama ina conjunct Jupiter, huwa inaleta upanuzi na mafanikio kupitia biashara, uandishi, uchapishaji na taarifa njema. Ukisikia tu any sextile, conjunction, trine, Jupiter, huwa inaleta upanuzi hasa kwenye hizo sekta. Na ukisikia ikiwa ina conjunct ama ina sextile Venus, huwa inaleta pesa kupitia maongezi, mahusiano yanapata kueleweka, unaweza kunegotiate na watu, kumarket, sales, vitu na mapambo pia vinaeleweka wakati huu, unapata kuvutia watu kupitia sauti. Na ukisikia Mercury ina sextile ama ina conjunct ama ina trine Sun, ina maana inaleta mwelekeo kimaisha, unapata kujijua naelekea wapi, unajulikana kwa kupitia sauti yako, na ujasiri, unakuwa na ujasiri katika maneno yako, pia unakuwa na nguvu ya kuweza hapo ndio unapataga mtu anaambiwa wewe unaweza kutuongoza, kwa sababu vile unavyonena ama vitu ambavyo unasema ni vya mtu ambaye anaweza kuongoza watu. Na ukisikia Mercury ina trine ama ina oppose ama ina conjunct Uranus, ina maana ideas mbalimbali zinakuja katika njia zako ambazo zinafanya sasa unakaa katika utofauti wako na unapata breakthrough kupitia maongezi, teknolojia na utofauti wako. Na kingine, wakati kunakuwa na hizi transits unapataga mambo yanaenda polepole, haswa wakati unapata Mercury transit Saturn, yani kuna hiyo transit ya Mercury conjunct oppose ama trine Saturn, inaleta vikwamo, kufikiria sana, majukumu ya kupitiliza, ila mafanikio huwa yanakuja unapofanya vitu kwa uangalifu na kwa kujipanga na pia kwa kuwa na nidhamu. Yani lazima uwe na patience ndio ufanikiwe. Na ukisikia Mercury ina conjunct, ina trine ama ina sextile Neptune, kunakuwa na kuchanganyikiwa kati ya illusions na reality yako. Na pia unakuwa na maongezi yasiyoeleweka kama huna msimamo. Na ukisikia Mercury ina trine ama ina sextile Pluto, maongezi yako huwa yanakuwa mazito, na unapata unakuwa na mabadiliko ya jinsi unavyofikiria. Hii ni wakati mzuri wa kuchunguza vitu before uanze kufanyia vitu, maana huo wakati unapataga mabadiliko yanakuja kupitia maongezi. Na ukisikia Mercury retrograde kwa sign yoyote ile, hasa vile tumekuwa na Mercury retrograde in Cancer, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika sana mwezi huu wa Julai. So Mercury retrograde huwa ni muda wa kuchunguza vitu, kukagua, kusawazisha, bali si kuanzisha mambo. Ni muda wa kurekebisha. Ndio maana katika Mercury retrograde unapatanga makaburi ya kale yanafichuliwa, ex wanarudi, huyu anaregea, kazi za kale ambazo kufanya vizuri watu wanaanza kusiri zinafichuka wakati huo. Na nyumba ambazo zinafanya vizuri wakati Mercury iko ndani ni nyumba ya pili. Nyumba ya pili inaleta ideas na njia za kuweza kuwekeza ama kupata hela kupitia ideas zako ama maongezi yako. Ukiwa na Mercury in Taurus ama ukiwa na Mercury kwa nyumba ya pili, ujue wewe ni mtu ambaye mali, fedha itakuja kupitia ideas zako na maneno yako. Nyumba ya 5 pia ukiwa na Mercury pale inaleta uwezo mkubwa wa kubuni vitu na mawazo ya ujasiriamali au entrepreneur. Mtu ambaye anaanzisha vitu, anabuni, anaweza kuanzisha kampuni kupitia maneno, ideas zake. Na ikiwa kwa nyumba ya 9 inaleta uwezo mkubwa wa kupata nafasi au opportunities za kwenda Ulaya ama kujiunganisha na watu kutoka nchi mbalimbali, haswa kimasomo, kupitia tradition, kutaka kujua mengi, so kupitia njia hiyo unapata kunakuja nini? Breakthrough, na pia mambo na uchapishaji. Na ikiwa kwa nyumba ya 10 inaleta promotion, kujulikana kwenye kazi yako, mafanikio kikazi, unapata unaeleweka kazi yako, unapata ni mtu ambaye anajua, ako consistent, ni mtu ambaye anabuni vitu ama anafanya vitu kupitia ideas zake. Na ikiwa kwa nyumba ya 11 unapata maendeleo katika maisha yako yanakuja kupitia jamii ama ukifanya kazi na watu. Ni muda ambao unapata ukisikia Mercury is in Aquarius. Hii ni wakati mzuri sana wa kujiunganisha na friends, groups, unapata mtu anafanikiwa kupitia pale. So hizi ni transits ambazo zikiwa ama ni nyumba ambazo Mercury ikiwa ndani inafanya vizuri, na pia nyumba ambayo Mercury ikiwa ndani unapata inaleta misukosuko ama vikwamo. Na pia ukisikia hizo transits, Mercury trine, Mercury sextile, Mercury conjunct hizo sayari, unapata kuna mahali inaleta mafanikio na kuna mahali ambapo inaleta vikwamo. I hope umenielewa vyema.